Unajua wengi kwenye mahusiano wanaofanya dhambi za kuzini, wanafanya dhambi za kuzini kwa sababu ya kualizisha wenza wao. Yaani anaogopa kwamba yule mwenza wake atamwacha. Anaogopa kwamba yule boyfriend wake atamuona kama ni mtu wa ajabu. Girlfriend wake atamuona kama ni mtu wa ajabu. Kwa anajikuta kwamba huyu dada anazini sio kwa sababu anataka kuzini, sio kwa sababu ni mzinifu. Huyu kaka anazini sio kwa sababu yeye ni mzinifu, ila anazini kwa sababu yule mtu aliyenaye kwenye mahusiano asipofanya hivyo atamwacha. Na wengine wanakuambia kabisa, nisipopata kutoka kwako, nitapata kutoka kwa nani? Mwambie nenda katafute huko unakopataga kila siku. Kwa sababu hiyo sio tabia yake ambayo imeanza leo. Hiyo sio kitu ambacho kimeanza leo. Kwa nini anganganie sana? Kwa nini anganganie sana? Wewe unamwamini mtu kwamba kabla hajawe na wewe miaka 3, 4, 5 iliyopita alikuwa yuko hivi hivi. Ambia sasa nitaenda wapi nisipofanya hivyo? Kwa mwana Mungu, jifunze hata ya mahusiano tunayokuwa nayo. Usitende dhambi kwenye mahusiano kwa sababu unataka kumridhisha mtu fulani. Usizidi ndani ya mahusiano kwa sababu unataka kumridhisha mtu fulani. Mwana Mungu, jua kabisa unamkosea Mungu. Huyo boyfriend yule naye ama Mungu ule Mungu wako, kipi ni cha muhimu kwenye maisha yako? Usicheze na dhambi eti kwa sababu unataka kumridhisha mtu. Usicheze na dhambi eti kwa sababu unataka umfurahishe mtu. Imagine mdau unafanya hiyo dhambi na ni mara yako ya kwanza au mara yako ya pili au mara yako ya tatu. Mungu anashuka, mdau unaenda wapi? Parapanda inalia, mdau mnaenda wapi nyie?